Guys, kuna mambo mengine nataka nikuonyeshe ambayo yanasema yani ukikua utaacha. Sasa mimi kuna mambo mengine sijaacha guys, kwa sababu unapokuwa na mazingira kama haya, wakati mwingine inabidi upalilie, lakini sasa inabidi utengeneze kama ecosystem fulani, kwamba wakati unapalilia sasa haya majani unayafanyia nini, haya ambayo unangolea, yani kuweka mazingira, yani kusiwe msitu. Kwa sasa haya majani nayo lazima kuwe kuna ecosystem fulani ya mzunguko. Yani kuwe kuna mzunguko fulani, kwamba kuna mzunguko, kwamba haya majani sasa hata wakati unapalilia huku pembeni ya migomba, haya majani sasa yana mara mbili. Haya majani unaweza kuyatumia kama kutengeneza mbolea ya compost, ambayo hii mbolea ya mboji ambayo ni nzuri sana kwa ajili ya kutengeneza urutuba fulani. Unaweka mahali majani yanaozea hapo taratibu, unakuwa yanageuzwa mpaka yanakuwa kama yamegeuka kuwa mbolea, huku ukiwa umechanganya na mbolea za wanyama, kwa kama mbolea ng'ombe, mbolea ya mbuzi. Kwa unachanganya na yale majani, yanakuwa yanajitengeneza hapo kutengeneza mbolea fulani hivi amazing sana. Kwa utajikuta kila kitu unachofanya sasa ni natural, inakuwa ni mambo ya ukweli. Kwa sasa wakati option ya pili haya majani ni kuwa na mifugo midogo midogo. Kwa mfano kama mimi hivi niwe na mifugo ambayo haini cost sana, lakini pia ni ecosystem yale majani, kwamba wanakula majani. Kwa kuna mifugo ambayo inakuwa ni hobbies. Unajua guys, so yani hii ni exercise, yani ni activities za mfano ule muda wako ambao umetoka kazini, umetoka wapi, lazima uwe na mambo yako. Yani ukiwa na hobby fulani, umeinama, umechuma hichi, umefanya hivi, sio kila kitu mtu wa kazi guys, utachoka mapema. Yani natakiwa mtu ukipata hela basi unakuwa unaishi maisha yako, lakini maisha yenyewe yanakuwa kama ni tiba fulani. Kwa kile kipindi ambacho you available guys, unakuta unafanya tu vishughuli vya kwako. Unajua hela inaweza kufanya kila kitu, ukaweka mfanyakazi, ukafanya nini na hivi, ukaenda gym badala yake, lakini hii ni kama another hobby. Yani kwamba ukiwa na hobby ya namna hii, basi unakuwa na mambo tu unafanya wewe, yani take care your garden. Kwa unatunza bustani yako, palilia. Sasa hii inakuwa sio kwamba ni mara zote kwamba unapalilia kama mtu anayepalilia, yani unagusa kidogo, unaachana nayo.